Giza hupenda kuifuata nuru ilipo, ili nayo hiyo giza ipate kuangaza katika nuru hiyo. Na huyu ni Andegonyo. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya 19. Bila shaka, nuru inapoangaza, giza hupenda kuifuata nuru hiyo. Lengo si kuitia giza nuru hiyo, bali kuangaza katika nuru hiyo, bali lile giza kuangaza katika nuru hiyo. Kwa hiyo, popote pale ulipo, upo hapo kwa kuwa wewe ni nuru. Haijalishi uko wapi, haijalishi unafanya nini, bali popote pale ulipo, wewe ni nuru. Ndio maana upo hapo. Mwonekano ulionao huo ndio nuru, ikimaanisha kwamba utawala kamili. Jinsi ulivyo popote pale ulipo ndio nuru kamili. Yani utawala kamili. Na kama ilivyo daima, giza hupenda nuru, ili nalo giza lipate kuangaza katika nuru hiyo. Kwa hiyo, hayo yote unayoyaona yamekuzunguka, yanakufuata, yanakuwinda, yanaweka mitego ya kupate, yanakufuata wewe kwa kuwa wewe ni nuru. Tena ni nuru isiyoisha. Wewe ni utawala, ni utawala usioisha. Na giza lolote, ikimaanisha chochote kinachokufuata, kinafuata nuru yako hiyo, nacho kipate kuangaza katika nuru yako hiyo. Giza hilo katika kila jinsi na jina lake, haijalishi mtego wake ni upi, haijalishi ushawishi wake ni upi, ila huitaka nuru yako nayo iangaze katika nuru yako.
hiyo hiyo ulio nayo, kwani ni nuru isiyoisha, ni nuru isiyo na ukomo, kimaanisha ni utawala usio na ukomo. Na imekuwa chochote kilichokufuata, chochote kinachokuandama, vyovyote unavyosikia, giza lolote kwa neno la kutisha au kwa ushawishi wowote ule, huifuata nuru ulionayo, nalo giza hilo lipate kuangaza katika nuru yako. Na huo mwangaza ukawa ni mwangaza wa utawala wako wewe. Kama vile sola ilivyotengenezwa, imetengenezwa ni giza lililohitaji mwanga wa jua, na ndio maana sola hiyo huifuata jua, au unaiweka kwenye jua ili ipate ule mwanga wa jua. Lengo ni nini? Sola ipate kuangaza katika mwanga wa jua na kutoa kile kinachohitajika, umeme na vitu vyote vinavyopatikana katika sola. Ndivyo ilivyo kwenye kila kitu. Katika maisha yako hapo ulipo wewe, uliye una sura ya nuru, yani pumziko, unavifanya, vimefanyika vyote vilivyopo kuifuata au kuishi katika nuru yako, kimaanisha kwamba jinsi ulivyo hivyo katika muonekano na jina hilo uliopo ndio nuru kamili. Hahitaji nuru nyingine ndio wewe uwe nuru au uwepo hapo, bali kila kitu huifuata nuru yako, nacho kuangaza katika nuru yako, nacho kuwa ni sura ya jina la nuru yako wewe. Nacho kuwa ni sura au pumziko la uwepo wako wewe. Ndio, kuna wakati unatamani ukimbie, ukaona giza litakuzidia,
ukaona matatizo yatakuzidia, ukaona shida zitakuzidia, ukaona hicho kitakuzidia, kitakumaliza. Ila ninakwambia, giza hilo, hayo unayoona matatizo, yanahitaji nuru yako yapate kuangaza katika nuru yako, nayo kuwa ni nuru ya nuru yako wewe inayoangaza. Kama vile dhahabu katika chumba chenye giza, hauwezi jua, wala hata nuru yake yenye kupendeza na kuitwa dhahabu yenye thamani hauwezi jua, wala haionekani. Lakini pale tu dhahabu hiyo inapopata mwanga au nuru ya kuimulika, ile giza ya dhahabu ya kutokuondoka, ya kutokuonekana, inapata kuonekana, inapata kuangaza katika nuru iliyoimulika dhahabu hiyo. Nayo dhahabu ikaangaza kwa ile nuru, ule mwangaza ulioimulika. Ndio maana ikaitwa dhahabu, na kufanya dhahabu ile ikawa ni sura ya jina la ile nuru iliyoimulika. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hapo ulipo. Kwamba hayo yote unayoyaogopa na kukutisha, huhitaji nuru yako hiyo, ikimaanisha uwepo wako huo ulio nao. Hayapo kupunguza chochote, bali kuangaza katika nuru ya uwepo wako, katika nuru ulionayo hapo, katika jinsi ya sura ya kuonekana kwako. Ndio maana uwe hapo katika biashara yako hiyo, katika kazi yako hiyo, unaona ni wagonjwa wanakuzidia kwa wewe daktari, lakini kumbe ugonjwa huo unahitaji nuru yako wewe, daktari, na wenyewe upate kuangaza. Unauona ni ugonjwa, kumbe hayo ni mafanikio. Hao ni watoto, hao ni kizazi, hiyo ni elimu, huo ni utajiri, huo ni mafanikio, huo ni ulimwengu, hicho ni dunia. Ndio maana yule mgonjwa anapofika na kuipata nuru yako, unashangaa kumbe ni mkulima, kumbe
ni mfanyabiashara, kumbe ana watoto, kumbe ana mke, ana nuru iliyohitaji mwanga wako, nuru yako. Naye yule akawa ni nuru, ni sura ya nuru ya udaktari wako, ni sura ya nuru ya wanamume wako, ya wanamke wako, ya wewe mtoto, ya wewe mzazi, ya wewe taifa, ya wewe popote pale, katika jinsi ya taaluma ulionayo hapo, katika jinsi ya muonekano ulionao hapo ulipo. Kwa hiyo ulipo hapo unafanya kitu kikubwa mno, na ulimwengu wote ukawa ni sura ya nuru ya jina lako kwa jinsi ya uwepo huo. Ndio, chochote unachokitazama, unachokiona, kukifikiria, kukidhania, kimekuwa ni sura ya nuru yako wewe, sura ya nuru ya uwepo wa jina lako wewe. Kama ni daktari yoyote unayemtazama, ile ni sura ya nuru ya jina lako wewe hapo ulipo, ikimaanisha ya maisha yako hayo ulionayo. Ni askari, ni raisi, ni anga, ni mbingu, ni jua, ni mwezi, ni nyota, ni sayari, ni taifa lolote kwa jina lolote. Ni sura ya nuru ya jina lako wewe. Kwa kuwa hiyo nuru ulio nayo ndiyo iliyomulika hilo taifa likaonekana ni taifa. Ndiyo iliyomulika yule mgonjwa akaonekana ni mzazi, ni mfanyabiashara, ana watoto, ni mkulima. Wewe mama ntilie, huo upishi wako ndio uliomulika ile njaa ikaonekana ni mtu, ni afya, ni uzima. Ni kila kitu katika jinsi ya sura ya kuangaza kwake. Ni hicho tu. Ambacho ni uwepo wako huu kwa jina hilo. Ndio nuru. Inayoangaza, inayofanya chochote kilichopo kuwa ni sura ya nuru ya jina lako, ikimaanisha ya jinsi vile wewe hapo ulipo unachokifanya, unavyoishi. Ni mtoto, ni mume, ni mke, ni mzazi, ni kabila,
ni taifa, ni ndoa, ni uchumba, ni Mungu, ni pumziko, ni dini, ni dhehebu. Yote katika jinsi moja ni sura ya nuru ya jina lako. Ni sura ya nuru ya jina la uwepo wako. Haijalishi uko wapi, haijalishi wewe ni nani, haijalishi unafanya nini, haijalishi uko vipi, ila hapo ulipo wewe ni nuru, tena iliyokaa juu ikionekana, na kila kimoja hujitahidi kukusogelea. Kila giza linaloonekana ni giza hujitahidi kukusogelea. Magonjwa, umaskini, matatizo, shida, magomvi na kila kitu hujitahidi kukusogelea wewe ili kuangaza katika nuru yako. Dhahabu imeonekana ni jiwe tu kabla ya nuru, ila baada ya mwanga kuumulika ile dhahabu haikuonekana jiwe, ilionekana dhahabu. Ndivyo kila kitu unachokisikia katika utisho wote kimeonekana katika utisho huo kikiwa katika giza. Kipatapo nuru yako, hicho kitu ndipo unapokijua katika nuru ya mwangaza wako. Ni dhahabu, ni almasi, ni mume, ni mke, ni mtoto, ni taifa, ni dini, ni dhehebu, ni dunia, ni utajiri, ni mafanikio, na kila kitu katika jinsi ya kuipata nuru yako. Ndio utaambiwa yule hafai, ndio katika giza haonekani. Kwa kuwa wanayemtazama wamemtazama katika giza, akiwa hajalipata nuru yako, hajapata mwangaza wako. Mkimbie huyo ni giza, mwache huyo ni giza, mwache huyo hafai kwa hichi na hichi na hichi. Ni mhuni, ni mlevi, ni kahaba, yuko hivi katika kila jinsi na jina. Ndio ameonekana hivyo katika kile chumba cha giza, lakini anapokuja kwako huhitaji nuru ya kuangaza pamoja naye. Na muda nuru hiyo imeangaza, lile giza halionekani, bali inaonekana nuru halisi ya sura yako, nuru halisi ya jina lako katika sura ya kitu kile. Kwa hiyo hapo ulipo
ni nuru iliyokamilika. Hayo yote unayosikia hayafai, yanahitaji nuru yako kuangaza katika nuru yako, nayo kuwa ni sura ya nuru yako wewe, kama vile dhahabu imekuwa ni sura ya nuru iliyoimulika, kwani katika kile chumba cha giza ilikuwa ni mawe tu ya kawaida, ila baada ya nuru kumulika, tazama rangi ya dhahabu, tazama rangi ya almasi. Tazama ni nini kimefanya hivyo. Haikukimbiwa baada ya kuambiwa hicho kitu hakifai, ni mawe tu ya kawaida, yanakusumbua, ni giza linakufuata, ni magonjwa yanakufuata, ni kila hicho kinakufuata. Ila kwa nuru yako ndio unaona watoto wamezaliwa, wazazi wamepatikana, madaktari wapo, mitume wapo, manabii wapo, walimu wapo, wanyama wapo, mimea, dunia, mbingu na kila kitu katika jinsi ya jina la kuitwa kwake. Ni hiyo nuru ulionayo. Kwa hiyo popote pale ulipo, chochote unachokitazama mwenyewe ni sura ya nuru ya uwepo wako. Huyo mume, huyo mke ni sura ya jina la uwepo wako. Chochote kile ni sura ya jina la uwepo wako, ikimaanisha ni jina lako linaishi katika sura hiyo kamili. Basi leo hii naishi hapa katika sehemu ya 19. Usikose sehemu ya 20 inayoitwa uwepo. Popote pale ulipo, pokea sura ya jina la uwepo wako, sura ya uwepo wako, sura ya jina la uwepo wako popote pale ulipo. Utajiri wa jina lako, mafanikio ya uwepo wa jina lako, utajiri ya uwepo wa jina lako, uponyaji wa jina lako, mafanikio ya jina lako, viungo vya jina lako, kizazi cha jina lako, chochote kile katika jinsi ya hapo ulipo, pokea, nimekupatia na kimekuwa kwako. Na tazama somo hili katika mtandao wa YouTube kwa jina la Andy Bunyu. Kwa mwendelezo wake na kila hatua ya kila somo, popote pale ulipo, pokea utajiri wa sura yako, wa jina lako. Pokea kila sura ya jina lako popote pale ulipo, na imekuwa kwako.